Kwingineko ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa serikali itatia jitihada kupigana na visa vya dhuluma za kijinsia vinavyozidi kuongezeka nchini. Kindiki akisema kuwa visa vya dhuluma za kijinsia nchini na mauaji ya wanawake vimeripotiwa mara kwa mara baada ya uchunguzi ikibainika hakuna kiini husika, ila ni kwa sababu jinsia yake ilikuwa mwanamke. Sio tu kwa wanawake, amebaini waume na watoto huathirika kwa kiasi kikubwa, akisema ripoti ya jopo kazi kuhusu dhuluma hizo imekabidhiwa rais tayari, mikakati ikiwekezwa kupelekwa bungeni. Visa vya dhuluma za kijinsia kwa wanawake, wanaume na pia watoto vikiendelea kuripotiwa mara kwa mara nchini, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa serikali inahuzunishwa pakubwa na visa vya dhuluma na mauaji ya wanawake nchini yanayozidi kuongezeka kila kuchao. The government is concerned with the repeated cases and reports of the killing of women, in many cases in very brutal circumstances and very horrendous circumstances. And most of the times the investigations do not lead to a conclusive motive other than these people were killed and these victims were murdered because of being women. It's very worrying. Kindiki akisema sio tu wanawake pekee bali pia wanaume na watoto huathirika pakubwa, akiweka wazi kuwa japokuwa serikali inazidi kujenga taifa bora, ni vyema pia kujenga taifa salama kwa kila mmoja. Equally, we have had incidents of horrible cases of gender-based violence in families, in social places, where there are cases of brutality and assault and bodily harm caused on men, on women, on children across society, and that is very, very worrying. So as much as we are pursuing our national development goals of putting up a better country with better infrastructure, with a better education system, better health system, with connectivity to utilities like water and energy, we have a bigger role to put together a country that is safe for everyone. Aidha amesema kuwa serikali itapiga jeki wizara ya jinsia kupigana na dhuluma hizi, akihakiki kuwa ripoti ya jopo kazi kuhusiana na dhuluma za kijinsia tayari imekabidhiwa rais, mikakati mwafaka ikitarajiwa kuchukuliwa ili kufikishwa bungeni. Reaffirm the commitment of the government to make sure that we roll back the worrying statistics of gender-based violence and femicide in our country. And that is why the president set up the technical working group, which has done a great job in terms of recommending legislative, policy and administrative reforms and action that we need to take. And I want to confirm that that report has already been presented to the president, and the directive of His Excellency the President is that that report be considered as soon as possible in cabinet. And Kindiki pia amehakiki kuangazia mapendekezo ya Umoja wa Bara la Afrika kuhusu dhuluma za kijinsia. Fredrick Kwambua, Undugu TV.